wanacheza na hii terminology kampuni ya kizawa. Anamchukua dereva wake, anaanzisha kampuni, lakini mmiliki ni yeye kwa kutumia mgongo wa dereva wake, alafu anaenda anaipa kazi huko mbele kwamba ni kampuni ya kizawa. Sasa hii ya kampuni ya kizawa, nataka kuona kampuni za Watanzania, sio tu kampuni iliyopo Tanzania, sio kampuni iliyopo Tanzania, nataka kuona kampuni ya Watanzania, kwa sababu natumia tu anwani ya mojawapo ambaye si mnufaika. Anaweka kampuni ina thamani ya bilioni 23 bilioni 15, afu mmiliki dereva wake. Huu udanganyifu wa aina hii unawanyima wa Tanzania fursa ya kushiriki kwenye miradi mikubwa inayotekelezwa ndani ya nchi. Ndoto za masuala ya kiuchumi duniani, mradi huu umeendelea kutekelezwa kwa kasi ile ile. Hili ni jambo linaloipa heshima nchi yetu pamoja na ndugu zetu tunaotekeleza mradi kwa pamoja. Nimefurahishwa pia na uaminifu katika utekelezaji wa makubaliano. Mimi ukienda kijijini kwangu, bomba hili limepita mlangoni tu pale kwa nyumbani kwa mzee. Kwa hiyo nina stori za kusema hata kinachotokea kwenye grassroots. Kwa urefu wa bomba hili kilomita 1477, kungekuwepo na ubabaishaji, kungekuwepo na kelele nyingi sana mtaani, lakini kwa kiwango kikubwa mmezingatia makubaliano mmezingatia kila kilicho kwenye makubaliano ya utekelezaji. Na kwa taarifa yako Mheshimiwa Naibu Waziri, nasema kwamba ifikapo Julai mwaka huu tunatarajia kwamba mradi huo umekamilika. Tumeonyeshwa maeneo kadri mlivyoyagawanya, jinsi ambavyo utekelezaji wake unaendelea. 73 na 81 ni hatua nzuri. Kwa tuendelee na kasi hiyo hiyo ili tukamilishe mradi huu ndani ya muda, tuende kwenye kupata manufaa yaliyokuwa yamekusudiwa kwenye mradi. Na nisisitize tu maeneo mawili. Nimefurahishwa kwamba mnatekeleza ipasavyo na swala la local content na swala la CSR. Sasa kwenye CSR, kama ambavyo mmefanya katika maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji fidia, na kwenye CSR fanyeni hivyo hivyo, msilimbikize. Wenyeji wetu hapa wana mambo mengi ya kufanya. Nataka wananchi wa Tanga waumiliki mradi, wananchi wa Tanzania waumiliki mradi, na njia mojawapo ya Watanzania kumiliki mradi ni kupitia ushiriki wao katika mradi huu. Nimefurahishwa pia na masuala ya kuwahamishia ujuzi vijana wetu na kazi ambazo wamezifanya. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa mwenyeji wetu, mtendaji mkuu, pamoja na wizara, Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa kweli kwa wale ambao wako na hizo taaluma na wako na huo ujuzi, angalieni uwezekano isiwe tu part time. Huu mradi sio wa dharura wala auishi siku moja. Wale ambao kwa kadri ya ushiriki wao mmeshaona ujuzi wao na uzoefu wao kupitia shughuli walizokuwa wanazifanya, waangaliwe
uwezekano wa kupata ajira za kudumu, kwa sababu mradi huu kama ambavyo mkuu wa mkoa umesema vyema kwamba kwingine kote umepita, wakishafukiwa kazi kule itakuwa imeisha, lakini hapa kazi itaendelea. Kwa vijana wetu ambao wameshakuwa tested wanaweza wakafanya hizi kazi, wana ujuzi, wana uzoefu, wana taaluma, waangaliwe kupata ajira za kudumu. Isije baada ya kukamilika ujenzi tukaanza kuona sura zingine za watu kuja kufanya shughuli zile zile ambazo vijana wetu wangeweza kuzifanya. Kwa hili muambie wenzetu mapema tu kwamba tunataka wale ambao kweli wanakizi vigezo vyake vya kufanya hizo kazi na wamedemonstrate, wameshadhihirisha wanaweza wakafanya hizo kazi, basi tafutwe mtu kutoka kwingine kuja kufanya hizo kazi ambazo vijana wa Kitanzania wanaweza wakazifanya. Kwenye local content, mwasilishaji ameongelea wazawa. Pigeni hatua zaidi, msiongelee tu wazawa, msiongelee tu kampuni za kizawa. Kuna ujanja umekuwa ukifanywa kiweka hii kauli ya kampuni za kizawa. Wapo wasio waaminifu wanacheza na hii terminology kampuni ya kizawa. Anamchukua dereva wake, anaanzisha kampuni, lakini mmiliki ni yeye kwa kutumia mgongo wa dereva wake, alafu anaenda anaipa kazi huko mbele kwamba ni kampuni ya kizawa. Sasa hii ya kampuni ya kizawa, nataka kuona kampuni za Watanzania, sio tu kampuni iliyopo Tanzania, sio kampuni iliyopo Tanzania, nataka kuona kampuni ya Watanzania, kwa sababu natumia tu anwani ya mojawapo ambaye si mnufaika, anaweka kampuni ina thamani ya bilioni 23 bilioni 15, alafu mmiliki driver wake. Huu udanganyifu wa aina hii unawanyima wa Tanzania fursa ya kushiriki kwenye miradi mikubwa inayotekelezwa ndani ya nchi. Kuna driver anaweza akawa na mali inayofikia bilioni 50 ya ujenzi, atakuwa anasimamia lini kama yeye ni driver waajiriwa kwenye eneo hili? Na nilishazielekeza taasisi zetu, wale watakaogundulika wanafanya ujanja wa aina hiyo tutawafungia, hawatafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Huko ni kuwatapeli wa Tanzania, huko ni kuwaibia fursa wa Tanzania. Tumekupa mradi, una nafasi yako ya kutekeleza mradi, tena asilimia kubwa. Tumetaka hata hicho kidogo sehemu kiwanufaisha wa Tanzania, unataka kukomba na hicho. Wale tukiwagundua tutawafungia, hawatafanya kazi tena ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo kwenye ile eneo la local content, fanyeni verification. Ni nani anasimamia? Fanyeni verification. Ile portion tunayosema inatakiwa ifanywe na Mtanzania, na Watanzania tunataka kweli ni ya Watanzania, sio janja ya kutumia jina la Mtanzania, lakini yule foreigner anakuwa na kampuni main inayofanya kazi ya asilimia ya kampuni ya kigeni, anafanya huyo na ile kampuni ya Kitanzania, na wengine wanafanya mnyororo wote wa kazi, kwamba kazi kubwa amepewa yeye. Tumesema kuwe na local content, kuwe na sehemu ya kampuni ya Kitanzania, anafanya yeye kwenye sehemu ya kampuni ya Kitanzania. Ukienda kwenye masuala ya uingizaji bidhaa bandarini, clearing and forwarding, nako ametengeneza ya kwake yeye mwenyewe, ya kusafirisha na kukatengeneza yeye mwenyewe. Huu ni ulafi.
kwa mmekaribishwa, lakini unataka waliokukaribisha hata wasipate kitu. Kwa hiyo hii fuatilieni. Sasa msipofuatilia na kujua hiyo, nikitumia vyanzo vyangu nikijua, na ninyi mtakuwa mmeshiriki. Na naisema kwa shughuli hii hapa, nasema na kwa maeneo mengine yote ambayo tuna miradi mikubwa ya kimkakati. Jinsi tulivyoweka sheria, tunataka watu waheshimu hivyo sheria tulivyoweka, na waridhike na tulivyowapatia. Ndio. Kwa hiyo niliona nilielekeze na hili kwa sababu na huu ni moja ya mradi mkubwa tunao utekeleza. Fanyeni verification. Fanyeni hiyo verification. Tuone inatekelezwa ipasavyo kwa kiwango gani. Haiwezekani kazi ifanyikie kwetu alafu mnyororo ule wote ufanywe na wageni, kwamba imesafirisha meli ya kigeni, clearing and forwarding pale bandarini, clearance imefanywa na kampuni yao walioipanga wao wenyewe kwa kutumia anwani tu ya kubabaishia ya Mtanzania, alafu na usafirishaji waweke kampuni yao hiyo ya haiwezekani Watanzania wakabaki wanaangalia tu shughuli zinafanyikia ndani ya nchi yao. Hiyo haiwezekani.